sick, set lives, change cases. I pray for all your way. As they are sworn for now, be Lord, done by the enemy. None will delay him of glory. In the name of Jesus, may they see on everything. We exist not around. We exist Lord God when you touch your people. Oh my God, come on, somebody pray this prayer. Oh, you are happy for the Lord. We love you one more. We love you, King of all. We love you, Jehovah. We love you, Jehovah. Oh, we honor you, mighty God. Have your way. Holy Spirit of God, take everything service. Oh, have your way. We love you. We love you, mighty God. We love you, King of glory. Oh, we love you. We lay our crowns and worship you, Lord. We say above all our gods, we lay our crowns and worship you. Amen. Father, we thank you. We give you glory. I pray, bless every one of us and do us well. You are faithful, you are mighty, you are great. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Pigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. We bless your name. We bless you, Father, Son, and Holy Ghost. We bless your name. We bless your name. We bless you, Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Asante kwa Bwana wabariki. Wapigie makofi ya mazuri kwa tunatoka wananyambani. Watazulika. Asante sana Bwana wabariki sana. And I want us to recite our confession. 1, 2, 3, go. And God is able. Go. And God is able to make all grace Abound towards me, that I always having all sufficient. in all things may have an abundance for every good work. Glory to God. Ya Bwana makofi. I also want us to honor the grace of God upon our heads. Papa Wilfred Laima Marita Light, tuweke makofi yetu pamoja. Amen. Alafu ningependa upokee jirani ambaye karibu na mpe I10, mwambie karibu kwa mahali pasawa. Mwambie wewe ni shujaa, endelea kushinda na utashinda mambo yote pamoja. Oh, thank you Lord Jesus. 2 Corinthians chapter 1. Wa Korintho wa pili. Second Corinthians chapter 1 verse 20. Nakumbuka kuna wakati kwa family miracle service. But let us begin somewhere. Kifika pale sema amen. Sasa soma pamoja. 1, 2, 3, go. maana ahadi zote za Mungu zilizoko katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Amen. Bwana abariki. Soma kwa neno lake. I'm talking about the promises of God today. Taanza kuongea kuhusu ahadi za Mungu. Na maandiko yanatuambia kwamba the promises of God are yes and amen. Na ningependa tuanze mahali kwamba kama ahadi za Bwana ni ndio na amina, inamaanisha nini wakati nasema ni ndio na amina? Inamaanisha kwamba kama ahadi za Bwana ni ndio, ni kwamba imekubalika.
ama haina tashwishi, imekubaliwa. Na kama imekubaliwa ni amina, inamaanisha kwamba imedhibitika, it is established, kwamba haiwezi kubalika, kwamba hata kama hali itakuwa tofauti, ile ahadi ya Bwana ilivyo imedhibitika. It is, maandiko inasema Zaburi 119 mstari wa 89 kwamba the word of God is forever settled in heavenly places, ama in heavenlies, kwamba neno la Bwana daima limedhibitika, sijui kama Kiswahili yasema hivyo, katika ulimwengu wa roho. Ama hebu tuwekee tuone Kiswahili yasema it is forever settled in heavenly. Na kama neno la Bwana liko settled in heavens, nasema limesimama imara mbinguni hata milele, kwamba it is settled forever in heaven, kwamba kile Bwana amesema ahadi yake ni ndio, imekubalika. Kisha amina, it is settled, that case is settled, cannot be otherwise, kwamba ni kile ambacho amesema ni ndio, ni amina, hata kama hali itabalika, hata kama majira yatabalika, hata kama hali itakuwaje, ni kile Bwana amesema ndicho kitasimama. Na kwa hivyo ni vizuri wewe kama mpendwa ujue ni ahadi gani ambazo Bwana anasema. Anatuambia ni Numbers chapter 23 verse 19. Tuweke Numbers 23:19. Kama neno la Bwana ni ndio na amina na limedhibitika, tunaendelea kuelezewa jinsi Mungu alivyo, kwamba si mwanadamu ili aongee uongo. Tunaambiwa wala si mwanadamu ili anjute iwapo amesema hatatenda, aseme ilikuwa ni mdomo uliteleza, ni ulimi uliteleza. Ama Bwana anjute aseme kwa nini nilisema haya, sitaweza. Tunaambiwa yeye si mwanadamu. Kwa hivyo tunaambiwa ahadi zake ni ndio na amina, na kwamba kile amesema kitasimama. Na ni vizuri ujue kama ahadi za Bwana ni ndio na amina, ni jambo gani wewe inakuhusu nini, kwa maana zile ahadi ni zako, ni kwa Mungu kwako. Na kama ni za Mungu kwako, itahitajika usijue upokee. Hauwezi ukapokea the packet that you don't know. Na kama utapokea, probably you will misuse it, ama utaitumia vibaya, sababu umepokea kile ambacho haujui. Na kwa hivyo naambiwa wala Mungu si mwanadamu ili anjute, wapo amesema hata litimiza, kwamba yoyote ambacho Bwana amesema atatimiza kwa maisha yako. Na ni vizuri, kwa nini nimetamani fundishe hilo jambo, ama kwa nini Mungu ameweka moyo wangu nifundishe majira kama haya, the promises of God, ni kwa sababu kuna ahadi zaidi ya 8,000 za Mungu kwako. Lakini swali kubwa la kujiuliza ni ngapi unajua? Ni ngapi ambapo unaweza ukaenda mbele za Bwana usiku wote? Unajua hata kama kila moja inachukua dakika moja kuisema 8,000, more than 8,000. Hizo ni dakika ngapi? Divide by 60. Kwa hivyo ina maana ukiwa tuna solid knowledge of every promise, unaweza ukakaa mbele za Bwana ukiwa kila neno umesema kwa dakika moja, umesema promise. Lakini shida kubwa ile ya kanisa ya leo, ndio maana tumekaa ile alituko, ni kwamba zile promises, yaani zile ahadi Bwana ametuahidi hatusijui. Hata sasa hivi nikwambia utaje 10 pengine hautakuwa unasijua. Lakini ndio maana neno iko hapa, tuisome sasa. 1 2 3 go. Joshua chapter 1 verse 8. Hapo soma hiki kitabu cha sheria. Kama ingekuwa na tafsiri ningesema hivyo. Na daima ama mfululizo, bila kukoma, bila kuchoka, bila kuipea a break, ili uweze kujua hizo ahadi zote ambazo ziko kwa hiki kitabu. Kwa maana ziko hapa. Na ili uzinjue na upokee, utahitaji kusoma neno ama hiki kitabu continually, ikupea maagizo ya kile ambacho unahitaji kujua ama kuona hiyo ahadi na uanze kuitafuta. Niambiwa wenye tumekuwa Grace Hour kwamba
Papa aliambiwa aje atapewa mji, lakini kulikuwa na condition imefungiwa pale. Kama atajua ni nani, who is it that controls the city. Kwa hivyo kibarua kiko pale, akijua amepokea, kama ajui bado hatapokea. Na kwa hivyo tuendelee, after kusoma, meditate on it day and night, mchana na usiku. Usiende umelala hata dakika 5 hazijaisha ndio umeanza kuota na kungorota. Before you sleep, meditate on word. Itafakari neno la Bwana. Ifikiria ona ikifanyika kwako. Ni nani gani hayo utaona ikifanyika? Ile ambayo inakuhusu yote ambayo unajua sina hadi unatarajia. Sikia, yale mambo yote ambayo imepea moyo wako kuzunguka ama kutamani, yako na ahadi hapa. Na hiyo ahadi badala ya kufikiria nitafanyaje, anza kutafuta ni ahadi gani inahusiana na haya mambo yako. Na ukiipata, anza kuimeditate, anza kuitafakari, umwambie Bwana ahadi yako ninajua ahadi yako kwangu. Bwana, ninajua mawazo yako kwangu. Hatujui unaniwazia mema. Bwana, meditate on it day and night, so you'll be sure to obey everything, ili uweze kutii chochote, kila kitu ambacho kimeandikwa ndani yake. Only then, baada ya kusoma umejua. Kwa maana kule kusoma, study, inakuletea ufahamu. Kutafakari kile kitu kinaumbika zaidi ndani yako, ama inaleta imani. Alafu imani ikiumbika, unaanza kutenda, unaanza kutii. Na ukitii, basi uwezo wa kufanikiwa unakuja, unazalika. Ndio maana tumesoma leo kwamba Yesu anasema hivi, wale ambao watendao, nasema si wote wanitao Bwana Bwana watauona ufalme wa Mungu, ama wataingia kwa ufalme wa mbingu. Matthew chapter 7 in verse 21. Nasema bali ni wale ambao wanatenda, mapenzi ya Baba yangu kama taipata. Ni wale ambao wanatenda mapenzi ya Baba yangu kama ya Mungu. Kwa hivyo the key word, the doer, those who do. Kwa hivyo baada ya kusoma na kutafakari na kujua, kuna nafasi ya kutenda. Ndio maana so that you may be sure to obey, mahali kuna kutii ndio kuna kutenda. Baada ya kutii, kile chochote kimeandikwa inasema only then will you prosper and succeed in all you do. Sasa acha tuangalie basi. Hapo kuna ahadi nyingi. Kwa hiyo basi kuna ahadi nyingi sana. Lakini kabla hatujaziangalia, hebu tuangalie Timotheo anaambiwa nini? Chapter 2, 2 Timothy chapter 2 verse 15 anaambiwa study to show yourself approved of God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. Jitahidi ujionyeshe kuwa mfanyikazi ambaye amekubalika mbele za Bwana. Atajitahidi jinsi moja kupitia kusoma, ili akubalike, ili apate the knowledge, ile ufahamu ambao unahitajika. Kumbuka Hosea anasema in 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Anasema if kama sababu amekataa hiyo maarifa, anasema naye Mungu atawakataa watu wake. Na sasa acha tuangalie basi. Number 1, kuna haja ya kustudy. Unaambiwa study this book of his word continually. Is a statement. Lakini Timotheo anatuonyesha kwamba naambiwa study to show yourself approved. When you study, you show yourself approved of God, you become something, a workmanship. Who needs what? Not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth.
Kwa hivyo kupitia kusoma kitabu cha sheria anaambiwa anafanyika mfanyikazi, mtendakazi. Anaambiwa kuna aibu itamwondokea by the reason of doing what? Studying the word of God continue. Kuna mambo atakuwa anayajua, akiona hii inatokea anajua, na anajua jinsi ya kuitatua sababu amesoma. Number 2, meditate on it day and night. Itafakari mchana na usiku, so that you be sure to obey everything written in it. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kingine hapo, so that you be sure to obey. Hiyo word to obey imebeba a package of blessing ama promises za kutii. Na unajua ziko wapi? Nataka nikuonyeshe tu kidogo, ziko hapa Deuteronomy chapter 28 verse 1. 28 verse 1, Deuteronomy. So when you obey everything written on it, ndio maandiko. Hasa tuone hadi kidogo za baraka za utiifu. Tusome pamoja na wewe. Go. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all his commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Hebu tuangalie andiko. If you carefully keep all his commandments. Hiyo nafikiri inataka kufanana na ile you obey everything written on it. You obey. That is obedience. Nasema the Lord your God will raise you high above all the nations of the world. Kwa hivyo ukiinuliwa kwako juu ya mataifa wote, ulimwengu yote, ya ulimwengu imefungiwa kwa kutii sheria za Bwana. Alafu baraka zote. Next. And all these blessings shall come upon you and overtake you. Hizi baraka zote zitakujilia na zingine zitaenda mbele yako, sababu because you have done what? Because you obey the voice of the Lord your God. Because you obey everything written on this book of instruction. Kwa sababu umesoma na ukanjua ni nini kiko pale na umekitii, hizi baraka zote zitakuandama. Zingine zitakupita kabla hujafika, unapata imekupita, unauliza hii nayo imenipita wapi? Hebu tupate kadhaa tuone ni gani. Hizo ni ahadi by the reason of obedience. Next. Pamoja. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Utabarikiwa ukiwa mjini wa Mombasa na utabarikiwa kule Ushago. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your cattle, the increase of your cattle, and the offspring of your flock. Yaani watoto wako wanabarikiwa na kuwa ni wa baraka, si wa kuleta kisirani. Mifugo wako wanabarikiwa. Next. Kila chochote ambacho kinahitajishwa na wao pia kinabarikiwa. Yaani nini kwa sio hapa? Twende. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Kikapu chako. Next. Mahali ambapo unafanyia kazi ya mikono yako. Next. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Hapo uwezi ukatoka ukisema siku imekuwa mbaya. Ukitoka unaenda na hii ahadi kwamba Bwana, nimebarikiwa nikitoka na nikirudi. Ukienda kufanya biashara unarudi ukiwa na furaha moyoni, sababu ulienda na ahadi ambayo inakupea nguvu za kwenda. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Yaani hizo zote ni baraka. Hata maambiwa wakiunganika wengi jinsi gani, kuna ahadi ya kuwatawanya, si kwa nguvu, si kwa uwezo, lakini sababu umesoma neno la Bwana unalijua. Hata wakinuka unatazama unasema hawa si wote wamenuka. It is written, they shall come in one way, they scatter in 7 directions, as you declare. Malaika wanakuwa pale to implement. Bwana asifiwe sana. Amen.
Next. The Lord will command blessing. You set your hands to do, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Hizo zote baraka sababu ya utiifu. Next. The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord God and walk in His ways. So many. And all people of the earth shall see that I have honored the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Nilikuwa nataka kuonyesha jambo, ni nyingi hatuwezi soma zote, lakini nakupea mwelekeo kazisome zote. Na ujue ni ahadi ngapi ambazo Bwana ameniahidi. Na uanze kutafakari. Na uanze kutafakari kwa moyo wako. Na ujue hizi ahadi Bwana ameniahidi nikifanya nini? Nikiwa kama nitatii chochote ambacho kimeandikwa kwa sheria. Kwa hivyo nilikuwa naelezea jambo hapo kwamba ahadi zote nyingi Mungu ametupea ndizo baraka ametupea. Na hizi baraka ambazo ametupea nyingi huwa ziko attached ama zinaunganishwa na mambo fulani. Ni baraka lakini kuna it is attached to something. Kuna zile ambazo zimewekwa sababu tumetii. Kuna ahadi ya kuishi maisha marefu sababu Ephesians chapter 6 verse 2. Kwa sababu tumetii wazazi wetu. Utiifu wa wazazi is kuna promise of longevity, of long life because of our parents. Then tutaduni kwa baadhi yetu hiyo ilikuwa inatusaidia kutafsiri. To obey everything written in it. Then after kutii everything written on it, number 1, hizo baraka si Deuteronomy zote una copy paste hapo. Nafikiri mwenye alikuwa anaandika angeziandika tu hapo lakini hatutasoma. Alafu unaendelea hapa. Only then will you prosper and succeed in all you do. Amesummarize zote hapo hata kwa hiyo statement ya mwisho. Kwamba after obeying everything written on it, you shall succeed and prosper in all you do. Unajua anasemaje kwa lugha nyingine? Anasema ukitii chochote ambacho kimeandikwa, hizi baraka zote ziko Deuteronomy zimekuwa summarized in one sentence kwamba you shall succeed in all you do. Na hata zingine ambazo mwandishi hapa angeweza kuandika sababu ya some limitations, sababu kila kitu kiandikwa kwa Biblia. Na pia mwenye alikuwa anaandika hata wewe ungepewa kuna hapo ungeandika pale hapo andika na ikuwe right. Lakini in summary tunaambiwa you shall succeed in all you do, all you do. Ile iko kwa moyo wako iko included pale. Ile ambayo iko andikwa kwa Deuteronomy iko pale. Na hizi ziko pale pia zimeongezewa pale. Amen. Amen. Ndio sababu anyway acha niseme. Kwa hivyo tunaambiwa kuna hadi nyingine ya prosperity and success. Ya Kiswahili netaje ya kufanikiwa na kustawi. Kuna zile za utiifu na hapo pia tukimalizia tunaambiwa baada ya utiifu kuna kutii chochote ambacho kimeandikwa pale. Tunaambiwa kuna kufanikiwa na kustawi. Hiyo ni ahadi. Lakini sasa angalia, mpendwa atakuja aombe prosperity and success. Lakini Mungu kuna kitu amesema, amepeana in form of promise. Na number 2 as a principle. Kwamba the principle of prosperity and success, number 1 inaanza na ni promise. Na ile promise ama ile ahadi imewekewa na ngapi kwa kujua in fact study ama in other words have solid knowledge of everything you need to have, of everything that is written in this manual. Maana ukiwa na ule ufahamu ndio utakuwa unajua ni jinsi gani basi
ya kuifanya itendeke, ikuwe halisi kwa maisha yako. So ndio naambiwa stand continually. Alafu anaambiwa then you will only then you will prosper and succeed, ndio utafanikiwa na ustawi. Kwa hivyo ndio naelezea kwamba mpendwa, ili afanikiwe na astawi, kuna mambo anafaa au anafahamu ambayo yako kwa neno la Mungu, na atayafahamu sababu amesoma neno la Bwana na akalijua. Amen. Amen. Ndio maandiko yanatuambia, najaribu kutafsiri tu hii basi. Ukisikia only then, nakwambia kwamba uangalie hapo juu. Ni sababu umejua kile ambacho kimeandikwa, na pia baada ya kukijua hiyo hadi yenyewe, umesoma zaidi, ukajua ni jinsi gani unaiactivate au unaifanya ndio ifanye kazi. Baada ya kujua hadi na kujua ni namna gani ya kuisababisha ifanye kazi, then unaambiwa then you will prosper and succeed in all you do. Lakini mradi tu kwanza ujue hadi yenyewe, hata kupokea ni ngumu. Ya kwamba umejua haitoshi. Swali namba 2, basi nimejua, what do I need to do ili ifanye kazi? Ama nimepewa hii hadi, under what condition, under what basis, where this promise anchored? Ni ile ya utiifu. Unaangalia, je, umekuwa mtiifu kikamilifu ndio upokee hizo baraka zote? Kila mtu hapo ni yani hapo ya kujionja na kwenda mbele za Bwana, kumwambia Bwana, ni wapi nimeanguka? Ni wapi sijakuwa mtiifu kikamilifu? Ni wapi? Kuna baraka kama 7 ili nimezi break down ambazo ziko associated na tithing kwa Malaki chapter 3 verse 10. Kama 7. Lakini mpendo wa nyali, wewe sitakuwa very shameful azinjui, na nimezifundisha hapa na zinafuatana tu hapa. Na kwa sababu azinjui, anakuwa hawezi akazipokea. Na kwa sababu azinjui, anakuwa si mwaminifu kwa kutoa fungu. Kwa hivyo zote anazikosa. Hebu tupeleke pale tuzione kwa haraka. Sababu kila chochote ambacho Bwana ametupea in form of promise, it is only then after obeying ndio itafanyika halisi. Kizungu inasemaje? Malaki chapter 3 verse 10. Hapo juju inaanza kusema I am the Lord, I change not. Kwamba mimi ni Bwana, sibadiliki. Ndio nikaambia wapendwa hapa, hii nyumba inaweza fanywa renovation, ikawa kwa mlango pande ule ama ikabadilika. Kitabu hii screen sasa hivi tunatumia, I can assure you next few years itakuwa zingine tofauti na few years, not even years to come, zitakuwa zimepitwa na wakati. Hii technology tuko nayo sasa hivi, very soon itaenda juu kidogo. Na ile ambao miaka ya hapo awali, mtu akiwa na kasimu kalikuwa kanaitwa Nokia, alikuwa anapigwa salute. Lakini sasa hivi ukiuliza ni watu wangapi wako na Nokia, inaitwa 311 ama ilikuwa inaitwa nini? Hiyo. Hakuna mtu hapo na ukiona mtu nao atakaa mcheko. Sababu imepitwa na wakati, just hivyo. Na kwa hivyo kuna mambo yanazabadilika, vitabu vinakuwa revised, katiba inabadilika hata siku na Mungu ya 2010. Lakini hii maandiko Mungu anasema I am the Lord, I do not change. Na anasema that's why my people are not destroyed. Na kisha akisema hivyo ni kusema ile neno ambalo alisema litasimama, liko vile vile, halitakuwa revised at any given time, halitabadilishwa. Kwa hivyo wale ambao wanajaribu kusema huu ni wakati wa Lord, maandiko inasema all the scripture are holy unto God, means nothing. Na anasema they are good for improve all those things. Lakini angalia hapa. Kwa hivyo kile chochote ambacho Bwana amesema kiko dhabiti. Bwana hakuna wakati anabadilisha neno lake. Anasema nini, tupeleke verse 10. Tumesoma verse 6, it does not change. Then anasemaje? Tusome na wewe. Bring all your tithes into the store, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not, number 1,
I will not, if I will, number one, open for you, tusome pamoja, windows. Heaven. Number two, pour out for you such blessing that you will not. There will be no room enough to receive. Hizo ni ahadi mbili tayari. Ahadi ya tatu. Next. I will rebuke the devourer for your sake. Ahadi ya nne, so that you will not destroy the fruit of your ground. Ahadi ya nne ni kwamba you will rebuke the devourer. Number 4, the fruit of your ground will not be destroyed. Number 5, the vine will not fail to bear fruits. Hautapanda kuzaa mapooza for your field, say the Lord. Ahadi nyingine hapo ya 6 ama ya 5. Next. All the nation will be blessed. Ahadi 6. Kwamba mataifa wote yote ulimwengu atakuita mbarikiwa. Sababu umefanya nini? Umebring the full time. Hiyo ni kuleta tu fungu la 10. Lakini angalia hivi. Nilikuwa nakuonyesha kwamba jambo lolote ambalo Bwana anatuambia tufanye, huwa liko na package ya baraka hapo imefungiwa. Unajua ni Sunday tulikuwa tunaangalia baraka za kutumikia Bwana na tukaona kadhaa kwa kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 pale. We saw sababu maandiko yanasema those are the blessing of the service. Tukaangalia kidogo kadhaa. Sasa hivi tunaangalia za utiifu pia na wewe pamoja. Sasa tuangalie hizo baraka zote tukiziita baraka, they are in form of promises. Amen. Ziko in form of ni ahadi. Na hizo ahadi tayari ni baraka. Na zinafanyika halisi baada ya sisi kufanya kile ambacho tumepewa hapo mwelekeo. Ukiona hizo baraka zote kwamba adui atakimbia mbele zako, Bwana atatuma utisho, ukiona hizo ahadi kwamba ataleta provision, atabariki kazi ya mikono yako, maji, mkate, kwa sababu ni ahadi, sababu umemtumikia Bwana. Ni blessing, ni baraka, lakini in form of promise by the reason of service, by the reason of serving the Lord. Nataka nikuonyeshe baraka zingine ama ahadi zingine ambazo zimefungiwa through honor, kupitia heshima. Wakati umeheshimu, hata tuanze honor to God. Wakati umemheshimu Mungu, kuna ahadi ambayo iko Samueli wa kwanza sura ya kwanza, First Samuel chapter 2 verse 30. Bapo Samueli anaongea, anasema far be it from me. Bwana anamwambia far be it from me, iwe mbali na mimi, kwamba kile ambacho nilikuwa nimesema kwamba hawa watakaa kwa ukuhani milele. Lakini akasema kuna kitu ambacho statement, there is something about, acha nikuonyeshe jambo. Maandiko yanasema I am the Lord, I do not change. Na pia inasema I don't repent, bali tumesoma na wewe. Lakini kuna mambo mengine Mungu anasema far be it from me. Hizo zote ambazo anasema hivyo under certain condition. Kuna sheria zingine huwa they supersede others. Amen. Na kwa hivyo sheria zote mbili zinaweza kuwa right, lakini moja ikawa ina supersede the other. Nielezee. Kuna watu wanaweza poteza wokovu wangu, siwezi nikapoteza. Kuna watu husema, na kila mtu anakuwa na basi zake. Ni vizuri, lakini kuna mmoja anasema work out your salvation if you are troubling.
kwa wale ambao wanapenda kuangalia ile weak point wakaya kwa dhambi, huwa nawakumbusha kwa hiyo basi nasema hivyo. Na pia kuna basi nyingine nasema ambayo tumesoma na wao Mathayo kwamba kuna wengine ataambiwa depart from me you workers of iniquity. Depart, sababu alisema nimeokoka madakani from grace in iniquity, basi yake iko mbali. Kwa hivyo hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kuna zile sheria zile, kuna ile neno linasema hivi but some supersede the others. Angalia, kwa hivyo Mungu anasema far be it from me, therefore the Lord God of his says I say indeed, ni kweli nilisema that your house and the house of your father would walk before me forever. Nilikuwa nimesema, but now the Lord says, lakini Bwana anasema hivi, far be it from me for those who honor me. Kwa hivyo hapo keyword honor, honor supersedes even some promises ambazo if you dishonor God, kulikuwa na hadi nyingine pengine hawako wamejua. Anasema tusome pamoja. Go, but now says the Lord, far be it from me for those who honor me. Wale ambao wananiheshimu. Napenda Kiswahili mimi inasema ikuwa mbali mimi, lakini kwa sababu wale ambao wananiheshimu mimi Bwana, anasema atawaheshimu. Hakuna jambo zuri mpendwa kama kuheshimiwa na Bwana. Na kile ambacho anajaribu kukuonyesha hapa, anakuambia kuna ahadi, kuna kanuni inaitwa ya kupanda na kuvuna. Ukipanda heshima kwa Bwana, anakuambia utavuna. Lakini angalia vile anasema. Nataka tusome hiyo ya mwisho tu. Nasemaje? Maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, nao wanaonidharau hii ni nzuri. Hii nzuri. Anasema wale ambao wananidharau, kuna kitu kibaya kama kudharauliwa na Mungu. Hata afadhali ukadharauliwa na watu na ukadharauliwa hata na shetani, lakini Bwana akuheshimu. Akikuheshimu hao wengine wote wanakuinamia. Lakini anasema wale ambao wananidharau, wale ambao wananidhiaki, anasema Kiswahili na hii translation inasema nitawadharau ama nitawalipa sawa sawa na matendo yao. Translation nyingine inasema nitawafanya kuwa si kitu. Hebu ya Kizungu inasemaje? Ile ambayo tumekuwa nayo inasema they shall be translation gani? Umeona hiyo makosa? Umeona hiyo hela? Hii inafaa kuwa they shall be lowly. Hebu angalia translation nyingine. For lowly esteemed. Ndio maana translation gani? NKJV. Kwa hiyo tuko na hadi copy. Hebu angalia hadi copy, wala tuko na hadi copy. Sasa hiyo nakwambia kila papa anasema kila wakati kila mtu awe na hadi copy. Kama huko unajua anamaanisha nini, mtu angalie pasa hiyo kitu anasema. Kama huko unamaanisha nini, hii soft copy ukisikia can be altered. This is it. Na so kama ni mpendwa na anaona mistake, anakimbia na wrong information. Ndio maana some pastor will be disdained. NKJV nafikiri inasema they will be lowly esteemed. Hiyo disdained inamaanisha watakuwa lowly esteemed. Kiswahili inaweza ile translate tunaweza translate ni kwamba watafanyika kuwa si kitu ama Bwana atawadharau. Hiyo ni ahadi. Ninatuonyesha mambo mawili kwamba ni ahadi number 1 na pia ni kanuni.
ukipanda heshima utaheshimika. Ukimheshimu Bwana, Bwana atakuheshimu. Na hiyo inafaa iwe jambo na kilio cha kila mtu kwamba Bwana, na tamanio la kila mtu kwamba Bwana, nahitaji ni kuheshimu. Na ukimheshimu Bwana, naye Bwana anakuheshimu ama anakufanya uheshimike. Sasa uangalie jambo, tunaongelea hati ama baraka za kupitia kumheshimu Bwana. Na moja ni hiyo ambayo tumesoma. Nataka tuangalie nyingine, Proverbs chapter 11 verse 25. Proverbs 11:25. Lakini kabla tutaenda 11, tupeleke 11 verse 25. Tukienda hapo nataka nisome Proverbs chapter 3 verse 9. Inasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malipuko ya mazao yako yote. Hiyo ni instruction. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malipuko ya mazao yako yote. Instruction. Nasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Kwa hivyo number one instruction, honor the Lord with your substance and the first fruit of your produce. Then thereafter inasema ndipo ghala zako zitajazwa kwa wingi. Baada ya kutii hiyo maagizo, naambiwa ghala zako zitajazwa kwa wingi. Ninasema ndipo pia mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Sikia, divai mpya is something new, is outpouring, ni baraka mpya ambao Bwana angependa kujaza. Lakini sasa angalia, acha nikuonyeshe mahali ambapo tunafeli. Hilo neno likija hivyo, mara nyingi wapendwa, tunaangalia hali zetu. Namba 2, tunakosa kuielewa. Na sababu hatujaielewa, tunakataa kuitii. Na sababu hatujaitii ama tukiitii, we trivialize it. Najua mwanzo wa mwezi tulikuwa tunatoa seed ya first fruit ya mwaka. Lakini watu wachache walitoa. Lakini angalia kile ambacho ahadi ilikuwa nini, ama hata waleo ahadi iko nini, kwamba rudi nyuma, kwamba mwanzo ni instruction. Verse 9 nasema, kaa hapo nitaisema. Nasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malipuko. Malipuko ni mazao ya kwanza ya mazao yako yote. Na anasema ndipo baada ya kutii hayo maagizo, naambiwa ndipo tusome pamoja. Haya, tusome sisi wote sasa. Usihukumike, utatoa tu, Mungu atakusaidia, utatoa. Si najaribu kuonyesha ndio ujue, na pia malipo yako ya kwanza hata unaweza ukatoa ya mwezi huu. It is not late. Amen. Sasa kwa mtu ni mbali. Kuna watu hata nieleze vizuri. Tulitoa mwezi wa pili. Au ambao mwezi wa kwanza. Kwa hivyo hata tunaweza kuwa tumesema ni tunatoa mwezi wa tatu. Ama yako unaweza so not necessarily kusema umepita wakati, is not isipokuwa pata knowledge mwanzo na ufahamu. Watu wengine go ndipo kwa sauti, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, na vyombo vyako vitafurika divai. Tunasoma kwa screen. Go ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, na vyombo vyako vitafurika divai. Kwa hivyo kuna kujazwa kwa wingi, kuna ghala zetu kujazwa, our accounts, na pia vyombo vyetu kufurika divai mpya. Lakini hiyo itatendeka baada ya kufanya the promise ya kwanza. Kwa hivyo ya kwanza imefungiwa na ya pili. Amen. Hallelujah. Amen. Kumbuka tunaangalia the promises of God.
Na tumesema hizo ahadi ndio na amina zimedhibitika, hazibadiliki. Na kwa hivyo ili zitimie kwa maisha yetu, kama ni ndio na amina, jambo moja la kufanya ni kusijua. Na kwa hivyo ni tusijue, na baada ya kuzijua tujue ni jinsi ya kuzifanyaje zifanye kazi. Kwa hivyo hii ya kwanza, hii ambayo umeambiwa ili unjazwe, ghala zako zinjazwe na vyombo vyako vifike ni mpya. Umejua ni ahadi yako, hiyo ni utele, na umejua hiyo ahadi iko na connection na nini. What do you need to do ili ifanyike kulingana na Bwana? Honoring God. Number one, with your substances. Kumheshimu Bwana na mali yako. Hiyo ndio ahadi ya kwanza. Hiyo ni in fact, hiyo na in other words inaongea kuhusu giving direct. Kwa hivyo inakupea mambo mawili, giving na number two, giving even the first fruit, malipuko. With your substance. And hizo ni mambo mawili, kwa vitu vyako na kwa malipuko. Hallelujah. Chapter 11 verse 25 inasemaje? Na leo inasema a liberal giver. Tusome pale Proverbs 11 verse 25. To Mithali 11:25. Tuletea ngo Generous soul. A generous soul. Mtu mkarimu atastawishwa. Anyweshaye atanyeshwa mwenyewe. A generous soul shall prosper. Kama nasema hivyo, shall be made rich. And he waters others what also be watered. Hiyo ni kanuni, ni ahadi kwamba you want to be made rich without struggle. Generosity is a key. Amen. Hiyo generosity is principle of sowing and reaping. Sasa nikwambie jambo moja mpendwa. Kuna kitu ambacho kinaweza kikaendelea na watu wakaje kuvuta. Usipokee na wakakujengea ukuta. Lakini kuna ingine Mungu akitenda, hata wakiungana dunia yote inakuwa hawezi wakazuia. Amen. Hata nieleze vizuri. Daniel chapter 6. Usikusiende hapo. All the governors and satraps wanaweza wakaunganika wafanye ahadi ili Danieli aondolewe. Okay, acha nirudi nyuma. Chapter 5. Zile falme ambazo zimekuwa pale, wenda zimtambue. Wenda pasiwe mtu ambaye anamtambua hata kama inasema alikuwa mmoja wao, ambaye alikuwa mmoja wao among the best Babylon. Lakini kuna ndoto itatokea. Ikuwe the only one ambaye anaweza akatatua ni yule ambaye ameonekana hawezi. Kuna mambo ambayo inaweza watu wanaweza kutoa based on ya, lakini kuna jambo lingine linaweza tokea ikawa mtu ambaye ana solution ni wewe tu. Na wakati mwingine unafikiria ukaona hiyo ni jambo gani cha shida wengine. Yale Mungu anaweza fanya. Nikwambia rafiki yangu alipewa contract sababu anaelewa kizungu ya Wachina. Na unajua kwa ile kizungu ya China ni gani? Kati ni ya miti. Ameelewa inamaanisha nini? Yaani kizungu yenye si kizungu. Na akapewa contract sababu anaelewa what they mean when they say that. So tunaambiwa in general, so kuna mambo mengine, milango mingine itakufungukia by the reason of generosity. Sababu you are generous, Mungu anafungua mlango na inakuwa the only person who can enter ni wewe. Na kile ambacho kitakukuta pale, generosity shall be made rich. Anasema he who waters others will be watered himself. Yule ambaye anaonyesha wengine hata yeye atanyweshwa. Amen. Number one ni ahadi
Number 2 ni kanuni, ni principle ambayo tunafaa tutendeshe kazi. Sasa nikuonyesha hapa, acha turudi pale kwa kitabu yetu ya Samueli. Wakati Mungu anasema those who honor me I will honor. Wale ambao wananiheshimu nitawaheshimu. Lakini wale ambao wananidharau nitawafanya watafanyika kuwa si kitu. Ama nitawadharau. Wakati hiyo neno nasema hivyo, nataka tuone au vile jinsi ni watu tunaweza kujipata tumedharau Mungu. Number 1, ni wewe mwingine. Kile tunatoa ni heshima kwa Bwana. Number 2, tumekuwa waaminifu kutoa fungu la 10 sawa sawa na Biblia amesema. Number 3, how do we treat the men of God? How do we see them? Maandiko nasema walitokea mbele wakamwambia Samueli, nataka mfalme. What to be like other nations? We must, I think in my words, we must be civilized, dignified, like any other nation. We can't live the way we've been living. Something must change. So we need a king like other nations. A very big mistake. Hata kama walikuwa wana mfalme, walikuwa na mfalme ambaye ni Mungu wa miungu. Samueli akamwambia, Bwana wamenikataa. Wanahitaji mfalme. Akamwambia, si wewe umekataa, ni mimi wamekataa ni kuwa mfalme wao. Na sababu wamenikataa, na mimi nitawakataa. Hivyo ndivyo inahitajika. Hasa ni kuonyesha jambo. Wakati wanaongea pengine wanaona kana kwamba wanamkataa Samueli. Wanaona kana kwamba wanamdharau. Chapter 6 verse 16 of 2 Samuel. Wanaona kana kwamba wanamdharau Samueli. Lakini Mungu anasema si wewe. Wewe ulikuwa mtumishi wangu kutuma tu mimi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ni kuonyesha the intent of this thing. Maandiko yanasema wakati Daudi alitoka kwa vita, amecheza mpaka nguo zikaanguka kwa sababu ya furaha ya Bwana. Bibi yake ambaye ni bibi ya Sauli akamwangalia with a proud eye. With a proud eye. Proverbs chapter 6 verse 16. Kitabu turudio Samueli. Maandiko yanasema there are 6 things that God hates, even 7 years. Number 1, which are abomination unto him. Number 1, tusome na wewe. Number 2, sawa, acha tukae hapo kidogo. A proud look. Kwa hivyo huyu binti akamwangalia na jicho a proud look la kumpuuza Daudi mfalme, sababu amecheza, ametanzi, sababu sanduku la agano limekuja. Na maandiko yanasema he despised him in his heart. Alimdharau kwa moyo wake. Hili maandiko yanasema hivi, God is not like men. Watu wanaangalia nje na Mungu anaangalia ndani. I think of 1 Samuel chapter 16, Samuel hapo mwanzo. Kwamba Mungu si mwanadamu, anaangalia inward while man looks outward. Mungu anaangalia the intent, hata moyo wa kila mtu. Lakini wanadamu wanaangalia nje. Huyu mtu anatoshanaje? Je, ako na kitambi, ako na kitumbo? Je, amesoma kiasi gani? Je, all those parameters, amevaa vizuri? Aweza dharau mtu ambaye sababu hajavaa vizuri. Ama sababu maybe ila anatoshana simama. Lakini acha nikwambie, bora mtumishi wa Mungu, thou shalt never. Sema amen kubwa. Maana maandiko yanasema wengine wanadharau. Ukiona kama ni umedharau, Mungu anasema it is not you. Na acha nikwambie, maandiko vile ilisema Mungu abariki. That is what happens. Na kwa hivyo a proud look, tumalizie ya niko imekuja tu. Next. A heart that devises wicked. Moyo ambao unapanga uovu. Kuna watu ambao wanapanga uovu kwa moyo wao.
moyo ambao unapanga uovu, a heart that devises wicked plan, na miguu ambayo inakuwa ya wepesi na kimbilia uovu. Ndio amesikia ajali imetendeka, anakimbia akaona. It's not your portion. Ama anasikia watu wanapigana, anakimbia kule. Sasa unakimbia ukafanya nini? Na ukiumia huko. Kwa hivyo miguu yako inafaa iwe ni ya kupeleka injili, si ya kukimbilia uovu. Aha. A false witness that speaks lies and one that sows discord among brethren. Kuna watu kuunganisha wapendwa. Nenda anaongelesha huyu na huyu, anaunganisha. Siku moja acha nisiende huko. Lakini God hates all these things. Amen. Tulisha Samueli wa pili 11. Maandiko inasema wakati alikuja Daudi akatoka na amekuja na ushindi 16 seconds Samuel. Huyo Daudi akamdharau kwa moyo wake. Kwa moyo wake. Sitaki niende zaidi sababu unajua historia na utasoma. Lakini hiyo jambo tu. Hakudharau Mungu. Amedharau nani? Amedharau nani? Atusome pamoja. Haya tusome basi, ndio tusome. Go. Michal, Saul's daughter, looked to the window and saw King David leaping and wailing before the Lord, and akafanya nini? Akamdharau kwa moyo wake. Akadharau nani? Daudi. Lakini the consequences ni kwamba sababu amemdharau kwa moyo wake, Daudi huenda asione, sio huenda hajaona moyo wa huyu binti wala hakumwonyesha. Lakini the only woman in the Bible ambaye alikaa barren the rest of her life ni huyu, sababu ya kudharau mtumishi wa Bwana. Sababu ya kudharau, unajua utapenda kwamba ukidharau mtu wa Mungu, si umedharau. Umedharau ile kazi ambao Mungu amepeana ifanyike pale. Kwa hivyo unaambia Mungu, God is like you au kufanya vizuri kusaidia kuchuzi ama tu. Na kwa hivyo sababu he despised the work ambayo ile kazi Mungu alikuwa amefanya. Samuel chapter 1 Samuel chapter 1 verse 30 natimia. God also despised. He was also despised. Na hata kama alitamani kuwezekana. Kwa hivyo hiyo inakuonyesha danger of ama inakuonyesha the principle of sowing ama jinsi ya kuheshimu mambo ambayo yanaambatana ama ahadi na baraka ambazo zinaambatana na kuheshimu na kuheshimu. Kuna ahadi nyingi sana. Kuna ahadi ambazo zinaambatana na maombi. Kuna ahadi ambazo zinaambatana na kusoma, kumtumikia Bwana, ahadi ambazo zinaambatana na utiifu. Kuna ahadi nyingi. Na sasa ili usijue, nataka nikumalizie hapa. Mara nyingi nikisema hivyo, najua kuna watu wanasema sipasa na wewe, si kazi yako hiyo. Nimekubali to some point. Lakini hata nikuambie na yako ni gani? Yako ni Joshua chapter 1 verse 8. Sema amen. Ili nikija nikuonyesha moja na wewe unaenda unapata 300. Sababu nikikuonyesha moja, kila mara ukisoma Biblia ukiona ombe, utakuwa na zile baraka zilizokuwa pale. Ile mwelekeo nimepewa ni nyingi na unazitafuta zote. Ukiona bring full time, unakuwa unajua as you bring. Wengine wanaona time, lakini wengine akileta huwa anaona zile ahadi. Amen. Ili ukileta usiwe unasema ninaleta, usione kile unaleta, ona chenye ambacho maandiko yanasema when he saw the joy that was ahead of him, he despised the shame on the cross. Kwa hivyo kile ambacho kimfanye Yesu apasu mpaka amalize mwendo, si kile alikuwa anaangalia kile kinatendeka,
alikuwa anaangalia something despising zile zingine. Najua hapo Apostle anasema putting aside all the other, anasema nakasa mwendo, nikiweka kando mambo yote ambayo ya kuheshimiwa. Na kwa hivyo maandiko hiyo inakwambia nini? Ukisoma neno, angalia zile ahadi Bwana amekupea. Huu mwaka usikae kama mwaka mwingine ukingojea neno moja, ukipokea moja go expound. Maandiko yanasema kuna wapendwa walikuwa wanaitwa Bereans. Apostle akimaliza kufundisha, wanaenda wanakaa, wanashambua, wanasoma neno kwa upana, wanaongezea ufahamu wao, na hiyo inafanya kanisa kuwa dhabiti na kufanya mtu ambaye amedhibitika amesimama. Na kwa maana hizo ahadi zote maandiko inasema hivi, ni zako na za watoto wako, ukizinjua ni utajiri mwingi, sababu zote zitafanyika kwa maisha yako. Lakini bora hatuzijui. Watu wengi ambao wako nyumba ya Bwana, they are bankrupt not because of finances, but lakini sababu ya bankrupt of the word, of the solid knowledge of the word of God, of the promises of God, and on how to activate them. Lakini sio huu mwaka tutazijua, tutazifanya zifanye kazi. Sema amen. Huu mwaka zile zote ambazo tumejua, nikileta mazao yangu ya kwanza, sitakuwa naangalia nikaleta, nilikuwa naangalia ahadi ni gani. Wakati naleta fungu, sitakuwa naangalia fungu, nitakuwa naangalia ahadi ni gani. Wakati nafunga na kuomba, sitakuwa naangalia, najua hizi siku yetu ya kufunga na kuomba, lakini watu wengi hata nikuambia mahali wanalemewa, anaangalia masaa badala ya kuangalia ahadi ambayo inahusiana kufunga na kuomba. Anaangalia wakati anafaa kuangalia the promises na kuomba. Wakati anafaa kuangalia, je, ni nini naombea na ile ahadi ambayo inaambatana na kile naombea ni gani? Kwa hivyo safari inakuwa ndefu, lakini ukajua ile ahadi uko nazo, hata masandi inaweza kuwa kidogo. Hata hiyo siku unasema inakuwa sababu utaanza kuomba zile ahadi ambazo Bwana amekupea hazijatimia, unaziombea zitimie, na kisha unaangalia ni gani ambayo inaambatana na ufanisi. Ukianza kutafuta ni ahadi gani ambayo niko nayo wakati nafunga na kuomba, ili nisifunge na niombe Hamisi, hauwezi ukalemewa. Sababu utaona useme kuna mwangaza bado hujazalika mbele yangu. The Lord will be my rear guard, hii bado hujafanyika. Kwa hivyo natarajia ifanyike, au break bones. Kuna minyororo mpaka nafaa nivunje, hiyo ni ahadi. Kuna mambo ambayo yanaitwa discouraged, ambapo bado inasema kuna mwangaza ambao utaenda mbele zako, unaanza kuangalia hali yako ni wapi kunahitaji mwangaza. Lakini mpendwa amefunga na atajua ahadi za ambazo zinaambatana na fasting, inakuwa ni mzigo, ndio nakutii moyo. Start the book, zitafute hizo ahadi zote, na wakati unaomba kulingana na ahadi za Bwana. Unamwambia Bwana, umeahidi, Bwana umesema, sababu ni zako. Bwana bora amezifichua, na amezifichua kwa kitabu. Ukiwa hauna kitabu, nipeleka kwenda kwingine. Halia maandiko nasema, anaandika seal the book, funga hicho kitabu. Yohana aliona maono na akitaka kuandika akaambiwa no, hii si ya kuandika. Ile ya kuandika umeandikwa, funga kitabu, kwa maana ni ya muda fulani mpaka the appointed time ikifika, ndio hiyo kitabu kinafaa. Ndio hiyo knowledge haifai kuonyeshwa kwa sahihi. Hiyo ni kuambiwa kitu chochote ambacho kimefichika, hauna nafasi ya kukipokea. Lakini kile ambacho kimefichuliwa ni cha kwako. Sasa nimalizie hapa. Jambo ambalo ulijui
hauwezi ukachukua hatua. Na unaweza ukakaa hali fulani. Na nipeane kama mfano kidogo. Kuna igo mwewe alitanga mayai na yakaanguka yakachanganyika na yapo. Na kuku akaitubate. Na kwa pale ukatokea vifaranga, na katika vifaranga wawili walikuwa ni vifaranga mwewe. Na wale vifaranga mwewe wakaona mwewe mwenzake anapaa, wakatamani. Ili akauliza mamake, kwa nini sisi tusipae kama wale wenzetu? Nyinyi hamwezi kupaa au ni wafalme? Na wakakaa maisha ya huku wakiwa moyo milele, sababu ya ufahamu fulani ambao walikosa, ama sababu ya negative information ambao walipewa. Hivyo ndivyo wapendwa wengi wanakuwa, sababu ya the environment, ile mambo ambao wametupea, ile information tumepewa, tunakaa kulingana na ile information environment, ama wale mahali tumekuwa tuko. Lakini kama ambao tukajua the divine purpose, the DNA, what we can, na zile ahadi ambazo Bwana ametupea, na kutafuta jinsi ya zifanye kazi, you become a force unstoppable, a force to reckon. Unafanyika kitu ambacho hakuna mtu anaweza akaelezea. Lakini angalia haya mambo yote Bwana ametupea kwa kitabu. Challenge kubwa ni kuyajua, challenge kubwa ni kuyaamini, challenge kubwa ni kuyakaa na kwamba ni ya kweli. Lakini tukiyajua, tutende kile tunafaa kutenda na tuishi the word, yale mafanikio ambayo tutapata, ule utapata, ule ushindi utapata, ushindi mkuu sana. Na hata nimalizia kwa kusema aje, was to say something, kwamba challenge kubwa ni kuamini ama kujua ile kitu na tujue ukweli. Na sababu ya ile information ambayo tunapata ambayo ni ya makosa, we tend to believe what we see, ama kile ambacho kiko background. Lakini kumbuka mahali tumesema, wakati najua hali ndio na amina, ni kwamba iko vile iwezi kabadilika kwa vyovyote vile, hata kama mtu aamini. Na sasa angalia hapa Kenya, nisema we were once colonized. Na wakati tulikuwa kwa ukoloni, kila mara tulikaa kama Judges chapter 6. Ukiambiwa njoo, wakiambiwa kimbia, ike. Na kumbe wenye wanatuhangaisha hivyo hawana haki. Mpaka kukainuka watu wakasema hawa hawana haki ya kufa. We can do something. Hii si maisha ambayo tunafaa tuka, we can change. Na ndio maana tuko hapa, tuko na wote tunafurahia. Sababu kuna mtu alijua jambo. Knowledge came. Lakini mradi hakuna knowledge, kila mtu akizaliwa anapata maisha hivyo hivi. Na ndio namalizia kwa kusema yale mambo umeona the rest of your life, maisha yafai kwa hivyo, kuna change ambayo inafaa ifanyike, ambayo ni for good, ambayo ni ile ambayo Bwana amesema kwa maisha yetu. Mpaka uamini hivyo na uwe restless kusababisha yafanyike, ndio itafanyika. Lakini mradi tuko kwa comfort zone, tumeridhika, tumesema ni sawa, status quo haki endelee vilivyo, most likely tutakaa hivyo tu mpaka wakati mtu atainuka ambaye kuna different mindset. Lakini maandiko yanasemaje? Nasema be transformed, Romans chapter 12, by the renewal of your mind. Kwa hivyo hizo mambo yote inaanza with the transformation by the renewal of our mind to align to the promises and what God has said to us. Sema amen. Amen. Na ili hiyo ifanyike, Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction continually. Ukisoma amini chochote kimeandikwa pale. Ukiambiwa utainuliwa juu ya mataifa yote ya ulimwengu, usianze kusema itainuliwa juu ya jirani yangu, itainuliwa juu ya kijiji changu. Mungu anamaanisha mataifa. Lakini it takes a great faith
for you to arise to that level. Tusimame kwa miguu yetu. Hiyo great faith sema inatoka wapi? It comes by hearing the word of God. Na kuazimia. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nimetambua ahadi ambazo umenipa. Nisaidie nikatambue nyingi zaidi na nikaweza kuzipokea. Nisaidie nikazijue na nikazitende ili nikapokea baraka zako maishani. Sema sitakaa maisha ya chini. Sitakaa maisha ambayo huko niumbia nikae. Sitafanyika kile ambacho huko niumba nifanyike. Nitakuwa na ufahamu wa kutenda kile ambacho nafaa kutenda na nipokee matokeo ambayo ni ya sawa, ambayo ni ya kiungu. Sema huu mwezi wa pili utaleta baraka za Bwana. Sema huu mwaka wa 2026 ukaleta baraka kuu kwa maisha yangu. Ahadi za Bwana zikatimie kwa maisha yangu 100%, kwa jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako dakika moja. Umwambie Bwana utakaa kama kana kwamba una ahadi. Umwambie Bwana umetambua. Umwambie Bwana mwangaza mpya ukaumbike kwa maisha yako. Imani ikaumbike na ukainuke viwango na viwango kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru na kuhimidi. Naomba neno lako Bwana likazae matunda kwa maisha yetu. Neno lako, ahadi zako ni ndio na amina. Kwamba Bwana kile umesema kitatimia. Huu mwaka wa 26 kwamba kitatimia 100% kwa maisha yako, kwa maisha ya wapendwa, kwa hii kanisa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ukapanue mipaka yao sawa sawa neno lako. Let the least be 1,000 and the real one be a mighty nation. In the mighty name of Jesus, I pray this church Lord expand. In the name of Jesus, God, every son becomes great. Lift men and women, oh God. I pray, bless them and expand their territories. In the name of Jesus, none will be sickly, none will be weakling, none, God Almighty, among us shall be poor. In the mighty name of Jesus, as we embrace the promises, let us receive the glory, the blessing of the Lord. May you lift your people. Check their lives, Lord. Do with them as you will. I thank you and I give you glory. Be lifted and be exalted as we embrace the principles, Lord of sowing and reaping. Bless us. I pray for giving each one of us. We fall short of glory. We are not unfaithful. I repent, cleanse us. Wash us clean. Forgive, Lord, any one of our iniquities and ask for your cleansing. Let mercy prevail. Show mercy, God Almighty, on our lives. I thank you and I bless you. Even, Lord God, as we embrace the principle, as we do the word, may we receive the blessing of success and prosperity. I worship you. I give you glory. If be anyone sick, I declare healing. If be anyone need, I declare the need met. In Jesus' mighty name, I worship you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Bwana amekutendea. Hata kama kuna mshangao ulikuwa kwa moyo wako juu, fanyaje? Bwana amekutendea kwa jina la Yesu Kristo. Unatoka na promise na ahadi kwamba najua Bwana amenitendea. Utaona Bwana akiondoa kwa maisha yako kwa wepesi. Unahitaji mambo mengi, unahitaji kuamini neno. Bwana amekutendea. Amen. Tunaweza tukaketi tuchukue sadaka zetu nzuri tumwabudu Bwana. Kwa hiyo basi sisi wote ni watu wa Mungu na kuomba. Every one of us. Every one of us. One of us is a time. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, bariki kila mmoja wetu na upanue mipaka yetu Bwana. Wasiwa hapa atakuwa maskini kwa hii nyumba. Jinsi wanapoheshimu Bwana ukawaheshimu na tukufu kurudia. Tangaza upanuka kwa ajabu na kwa mikuu ikafunguke kwa tukufu wa jina lako kwa jina la Yesu Kristo na kwa amen. Amen. Tutolee Bwana.
Bwana akubariki. Kama kuna special seed, kama kuna fungu la 10, tutamtolea Bwana. Special seed zetu nyingi tutakuwa tunatoa hiyo ya local ambao ni 414107, account ni Nyali West, na ukiandika unaandika amount na code vizuri, na unaandika kile ambacho unahitaji Bwana akutendee kwa hiyo basi. Utaona vile itatendeka kwa wepesi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wengi walipanda kwa hiyo ni mosoni kupata kwa hii screen. Wengi walipea shuhuda kubwa. Sababu Mungu alitenda. Wengine wako wapi? Milango ilifunguka ya mataifa. Hawako na sisi. Amen. Tusimame kwa miguu yetu. So hata wewe unaweza kutenda. Hakikisha umeleta chakula kwa nyumba ya Bwana. Hata mfuko wa unga miwili, bundle, mchele, bring food. Leta hata sabuni, leta dry food stuffs. Zote ambazo ni sana. Bwana atakubariki. Atakubariki sababu hiyo ndio mfumo ambao inakubalika za watu feed those in need. Ndio mikono yako, mshukuru Bwana. Baba, nakushukuru kwa kila mmoja wetu ambaye anakuheshimu. Bwana, naomba ataheshimika. Naomba Bwana tukikumkana kwamba malaika ambao ni ndani nyumba atulinde kutoka jinsi ametulinda tukaingia. For surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen.